السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Allah Ta'ala Bismillahirrahmanirrahim. Alifamtukufu yadahullahu ta'ala ibn Aziz anasema kwamba Mwenyezi Mungu analinda mawali wake na vizazi vyake vinavyobaki juu ya mema. Mungu anaendelea kuvilinda vizazi hivi na anavijalia neema zake. Bila shaka sharti ni kwamba vizazi pia vinaendelea kufanya vitendo vizuri. Hadrat Muslih Maud radhiyallahu ta'ala anhu kwa kutoa mfano wake anaeleza mfano wa Hadrat Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Anasema kwamba angalieni Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika siku zake za mwanzo wa unabii wake, alipoanza kuwafikishia ujumbe jamaa zake, Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwaalika jamaa zake kwa ajili ya chakula, na walipokula chakula Mtume sallallahu alaihi wasallam akasimama kwa ajili ya kuwafikishia ujumbe. Mtume sallallahu alaihi wasallam alianza kutoa hutuba. Abu Jahel akawatawanya jamaa zake. Mtume sallallahu alaihi wasallam alishangaa sana kwa kuona kitendo cha Abu Jahel, lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam hakukata tamaa. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia Hazrat Ali radhiyallahu ta'ala anhu kwamba tena tualike jamaa zetu kwa ajili ya chakula. Kwa hiyo mara ya pili Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliwafikishia ujumbe wa Islam. Kwa kusikia ujumbe wa Mtume sallallahu alaihi wasallam wote wakakaa kimya, hakuna hata mmoja ambaye alizungumza. Hatimaye Hazrat Ali radhiyallahu ta'ala anhu akasimama akasema, ingawa mimi ni mdogo kuliko nyinyi nyote ambao umekaa hapa katika hafla hii, lakini yoyote aliyosema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam nipo pamoja naye, na mimi naahidi kwamba nitamsaidia. Baada ya tukio hili upinzani ulizidi sana katika mji wa Makka. Mtume sallallahu alaihi wasallam alilazimika kuhama kutoka Makka. Wakati ule Hazrat Ali radhiyallahu ta'ala anhu ndiye yule aliyepata nafasi hii kwamba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alimwacha Hazrat Ali radhiyallahu ta'ala anhu katika kitanda chake, na Mtume sallallahu alaihi wasallam alimwambia kwamba ulale hapa katika kitanda changu ili maadui waone kwamba mimi nimelala. Wakati ule Hazrat Ali hakusema kwamba ya Rasulullah, ewe mjumbe wa Mwenyezi Mungu, maadui wamezingira nyumba hii, asubuhi wakijua kwamba mimi nimelala hapa katika kitanda chako badala yako wewe, labda wataniua. Lakini
Hazrat Ali radhiyallahu ta'ala anhu akalala katika kitanda cha mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa utulivu. Asubuhi maadui walipojua kwamba Hazrat Ali amelala katika kitanda chake, walimpiga sana Hazrat Ali radhiyallahu ta'ala anhu, lakini wakati ule mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa ameshahama kutoka Maka. Kujitolea kwa Hazrat Ali radhiyallahu ta'ala anhu hivi alineemeshwa kiasi gani, au Mwenyezi Mungu alimneemesha kiasi gani Hazrat Ali wakati ule alikuwa hajui ataneemeshwa hivi, na wala yeye hakujitolea ili yeye apate neema za Mwenyezi Mungu, bali yeye alijitolea kwa sababu ya mapenzi ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kwa ajili ya ridhaa ya Mwenyezi Mungu alijitolea. Wakati ule ni Mwenyezi Mungu pekee aliyekuwa anajua kwamba kwa sababu ya kujitolea kwa Ali radhiyallahu ta'ala anhu kiasi gani ataheshimiwa. Tena si Hazrat Ali peke yake ataheshimiwa, bali vizazi vyake vitakavyoendelea kufanya vitendo vizuri, Mwenyezi Mungu atavijalia vizazi hivi heshima na neema zake. Fadhila ya kwanza aliyompatia Hazrat Ali radhiyallahu ta'ala anhu ni kwamba yeye alikuwa mkwe wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kisha mtume sallallahu alaihi wasallam katika hafla mbalimbali alimsifu sana Hazrat Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Wakati fulani mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anaenda kwa ajili ya vita. Mtume sallallahu alaihi wasallam alimsihi Hazrat Ali radhiyallahu ta'ala anhu kwamba yeye abaki katika Madina. Hazrat Ali radhiyallahu ta'ala anhu akasema kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam unaniacha katika wanawake na watoto. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia kwamba ewe Ali, wewe je, hupendi kwamba wewe uhusike nami kama Hazrat Harun alikuwa anahusika na Hazrat Musa alayhi salatu wasalam? Hazrat Musa alayhi salam alimwacha Hazrat Harun radhiyallahu ta'ala anhu. Kwa sababu ya hii heshima ya Harun haikupungua hata kidogo. Basi Hazrat Ali radhiyallahu ta'ala anhu pia Mungu aliimarisha heshima yake. Tena si heshima yake tu, bali mawali na masufi waliopita katika Islam wengi wao walikuwa katika kizazi cha Hazrat Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Hawa ni mawali ambao Mwenyezi Mungu aliwapatia miujiza ya aina mbalimbali. Hazrat Muslim radhiyallahu ta'ala anhu kwa kumpitia Sayyidina Ahmad alayhi salatu wassalam anasema kwamba nilimsikia Sayyidina Ahmad alayhi salatu wassalam akieleza tukio moja, na tukio ile ni hili kwamba Harun Rashid alimfunga gerezani Imam Musa Radha radhiyallahu ta'ala anhu, na akafunga miguu yake na mikono yake. Wakati ule kulikuwa hakuna magodoro mazuri, yalikuwa magodoro ya kawaida yalikuwa yanapatikana. Harun Rashid katika nyumba yake alikuwa amelala juu ya magodoro yale. Akaona katika ndoto kwamba mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amekuja, na mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa ameghadhibika sana, na akamwambia Harun Rashid kwamba wewe, ewe Harun Rashid, unadai kwamba unanipenda, lakini huoni haya kwamba wewe mwenyewe unalala katika magodoro mazuri na mtoto wetu katika shida, katika hali ya hii kwamba miguu yake na mikono yake imefungwa, anapata shida gerezani. Kwa kuona ndoto hii, Harun Rashid akaenda pamoja na maaskari katika gereza ile na akafungua kamba ya Hazrat Musa Raza sahib. Na Musa Raza akasema kwamba ulikuwa mpinzani wangu wa hali ya juu, sasa imetokea nini kwamba umekuja mwenyewe hapa? Harun Rashid akamwambia ndoto yake na akasema, mimi naomba radhi kutoka kwako, mimi nilikuwa sijui ukweli ni nini. Hazrat Muslim Maud anasema kwamba angalieni wakati ule kulikuwa tofauti kiasi gani baina ya dhama ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na zama ya Musa Raza. Hazur anasema tumeona watoto
wafalme wana hangaika hapa na pale mimi mwenyewe nimeona mtu mmoja ambaye alikuwa anachota maji na alikuwa katika kizazi cha wafalme. Ye alikuwa anachota maji, lakini huyu kijana alikuwa na haya kiasi hiki kwamba alikuwa haombi kutoka kwa watu. Mwenyewe alikuwa anafanya bidii kwa ajili ya kupata chakula, lakini yeye alikuwa mtoto wa mfalme, lakini alikuwa naishi maisha ya kawaida. Angalieni upande mwingine kizazi cha Hazrat Ali radhiallahu taala anhu, hata baada ya kupita vizazi na vizazi, Mwenyezi Mungu anamwonya mfalme mmoja kuhusu kizazi cha Hazrat Ali radhiallahu taala anhu na anamsihi kwamba amtendee vizuri. Hazrat Ali radhiallahu taala anhu angejua kuhusu heshima hii na angekuwa na elimu ya ghaibu na angesilimu kwa sababu ya kupata heshima hii. Katika hali hii imani yake ingekuwa biashara tu, na imani yake isingepata neema za Mwenyezi Mungu. Sayyidina alayhi salatu wassalam kwa kueleza tukio la wali moja ameeleza kwamba alipanda melini na tufani ikaja baharini. Ilikuwa karibu kwamba meli izame, lakini kwa sababu ya maombi ya yule wali meli ilisalimishwa, na wali akapata ufunuo kwamba kwa sababu yako wewe sisi tumewasalimisha, tumewaokoa watu wote waliokuwa katika meli. Hadhrat Muslim Maud radhiyallahu ta'ala anhu anasema kwamba hali hii haipatikani kwa sababu ya maneno ya mdomo tu, bali kwa ajili yake hii tunalazimika kufanya bidii. Tunatakiwa tujenge uhusiano mzuri na Mwenyezi Mungu, na tunatakiwa tuendeleze mema ya wazazi wetu. Basi kuwa kizazi cha mawali na kuwa vizazi wa marafiki wa Mwenyezi Mungu itatufaidi wakati mwanadamu mwenyewe pia anafanya vitendo vizuri na anakuwa karibu na Mwenyezi Mungu. Hazrat Muslim Maud radhiyallahu ta'ala anhu kuhusiana na Sayyidina alayhi salatu wassalam anaeleza mambo kadhaa. Sasa mimi nitaeleza mbele yenu yale mambo aliyoeleza Muslim Maud radhiyallahu ta'ala anhu. Hazrat Muslim Maud radhiyallahu ta'ala anhu kuhusu kuzingatia swala ya Sayyidina alayhi salatu wassalam anasema kwamba Sayyidina alayhi salatu wassalam alikuwa akipenda swala kiasi hiki kwamba wakati mwingine alipokuwa hawezi kwenda kwa ajili ya swala kwa sababu ya maradhi na alilazimika kusali swala nyumbani kwake, yeye alikuwa akimwambia mama na watoto kwamba wote waje na waswali swala pamoja naye, na alikuwa akiswali swala kwa jamaa. Yani yeye alikuwa haswali peke yake, bali alikuwa akiswali swala pamoja na watu wa familia yake. Sayyidina alayhi salatu wassalam mwenyewe kwa kueleza umuhimu wa swala anasema kwamba Mwenyezi Mungu anataka kwamba watu wote wawe kitu kimoja na wajumuike katika umoja, na kitu hiki kinaitwa umoja wa watu. Na lengo la dini pia ni hii kwamba watu wote wawe kitu kimoja, na dini hasa ni ile ambayo inawajumuisha watu wote. Amesema swala hizi tunazozisali kwa jamaa, swala hizi pia ni kwa ajili ya kupata umoja huu, na Mungu ametuamuru kwamba tusimame pamoja ili yule ambaye ana nuru zaidi nuru yake ingie katika mtu mwingine, yani mtu mwingine apate sehemu kutoka katika nuru yake ili apate nguvu ya kiroho. Mwenyezi Mungu ameamuru kwamba katika kila mtaa watu wa mtaa waswali sala kwa jamaa katika msikiti wao wa mtaa ili wabadilishane hulka zao njema, na kwa sababu ya kujumuika nuru za wote udhoefu unapatikana uondoke, na watu watambuliane, hivi mapenzi yapatikane. Amesema kwamba kutambuliana ni kitu kizuri kwa sababu ya hii upendo unazidi, na upendo ni sehemu ya ibada.
basi kwa kusali sala kwa jamaa mtu anafaidika mwenyewe, vile vile jumuiya pia inafaidika. Wale ambao hawaji msikitini kwa ajili ya swala, au wapo wengine wanakuja msikitini lakini hawapatani na wenzao, wao wakiswali swala zao hazileti faida kwao, kwa sababu lengo la msikiti pamoja na kupata umoja, lengo lingine halipatikani. Basi kwa fikira hii tunatakiwa tuzingatie swala zetu, na kwa fikira hii ya upendo tuje msikitini, ili sisi kwa kuwa kitu kimoja tuswali swala mbele ya Mwenyezi Mungu zinazokubaliwa na Mwenyezi Mungu na tupate ridhaa yake. Hazur anasema kwamba kwa kupotea swala kuna tukio la Amir Muawiya kuhusiana na madha hii. Hazrat Muslim Maud radhiyallahu ta'ala anhu anasema kwamba Sayyidina Ahmad alayhi salatu wasalam alikuwa akieleza kwamba wakati fulani Hazrat Muawiya siku moja hakuweza kuamka asubuhi kwa ajili ya sala ya asubuhi. Alipoamka akaona kwamba wakati wa sala umepita, kwa hiyo akaendelea kulia siku mzima. Kesho yake akaona katika ndoto kwamba mtu mmoja akaja na anamwamsha kwa ajili ya sala. Akamuuliza, wewe ni nani? Akasema, mimi ni shetani ambaye nimekuja kukuamsha kwa ajili ya swala. Akasema, wewe huhusiki na mambo ya swala, kwa nini umekuja kuniamsha kwa ajili ya swala? Akasema kwamba jana nilipo kulazimisha uendelee kulala, uliendelea kulala, na kwa sababu ya kukosa swala uliendelea kulia siku mzima. Mwenyezi Mungu akasema kwamba mpatie Muawiya thawabu mara chungu mzima zaidi kuliko kusali swala kwa jamaa. Yani kwa sababu ya kukosa swala ulipata thawabu zaidi, na mimi sikupenda jambo hili. Kwa hiyo nilihuzunika sana kwa sababu ya hii, kwamba mimi nilikulazimisha usiswali swala, lakini wewe umepata thawabu mara nyingi zaidi. Leo nimekuja kwa ajili ya kukuamsha ili usipate thawabu zaidi leo. Anasema shetani ina kuwa mbali wakati mtu anapomfukuza mbali, na katika hali hii shetani anakata tamaa na habaki naye. Basi tunatakiwa tufanye vitendo vya aina hivi kwamba shetani akate tamaa na akimbie, na tufuate amri za Mwenyezi Mungu, tulinde swala zetu na tusali swala kwa nyakati zao. Hazur anasema baadhi ya wakati watu wengine wanafanya haraka katika kuchukua uamuzi, na badala ya kuzingatia jambo wanatoa rai yao, na kwa sababu ya hii watu wengine ambao wana imani dhaifu wanaanguka. Kwa kueleza tukio moja, Hazrat Muslim radhiyallahu ta'ala anhu anasema kwamba katika sherehe fulani nilimwambia mtu mmoja kwamba asinywe maji kwa mkono wake wa kushoto, kwa sababu alikuwa anakunywa maji kwa mkono wa kushoto. Ikiwa wewe huna udhuru, akasema kwamba Sayyidina al-Islam pia alikuwa akinywa maji kwa mkono wa kushoto, ilhali Sayyidina al-Islam alikuwa akifanyia hivi kwa sababu ya fulani. Wakati alipokuwa mtoto alianguka, na kwa sababu ya hii mkono wake uliumia, na kwa sababu ya hii mkono wake ulidhoofika, alikuwa hawezi kubeba glasi au kikombe kwa mkono ule, na yeye alikuwa akifuata sunna ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hata katika hali hii, ingawa alikuwa akiinua kikombe kwa mkono wake wa kushoto, lakini alikuwa akiweka mkono wake wa kulia chini ya kikombe. Huzuru anasema Sayyidina al-Islam pia ameeleza tukio hili mwenyewe. Anasema wakati fulani watu kadhaa walikuja kujadili nami, na mbele yao mimi nikachukua kikombe cha chai kwa mkono wangu wa kushoto. Wale waliokuwa wamekaa mbele yangu, wale wapinzani, wakasema kwamba wewe hufuati sunna ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na unainua kikombe kwa mkono wako wa kushoto. Sayyidina alayhi salatu wasalam anasema kwa sababu ya kufanya haraka
wao wakaleta shutuma dhidi yangu, ila hali mimi kwa sababu ya kuumia kwa mkono wangu wa kulia siwezi kubeba kikombe na siwezi kunywa maji kwa kuinua kikombe, lakini nikishika kwa mkono wa kushoto naweka mkono wangu kulia chini ya kikombe. Hazur anasema kwamba maadui ikiwa wanafanya haraka wakati katika uamuzi wao, katika hali hii wanapata dhana mbaya. vile vile hali yao hii ya kuchukua uamuzi haraka ilileta sababu kwamba wao wakaona kwamba sayyidina alayhi salatu wasalam anafanya kinyume na sunna wao, ila hali wao walilazimika wangeuliza sababu yake ni nini. Na Muislamu alipomwambia yule mtu asinywe maji kwa mkono wake wa kushoto, alilazimika asingefanya hivi, na alilazimika angefanya utafiti kuhusu tukio la sayyidina alayhi salatu wasalam. Tunasema hii kuchukua uamuzi haraka au kufanya tafsiri ya aina mbalimbali, mtu anaanza kufanya bid'a na anapata dhana mbaya. Sasa kuna tukio lingine kuhusiana na kumtegemea Mwenyezi Mungu. Kwa kueleza tukio hili, Hadhrat Muslim radhiyallahu ta'ala anhu anasema kwamba alimsikia sayyidina alayhi salatu wasalam tukio hili mara chungu mzima. sayyidina alayhi salatu wasalam alikuwa akimsifu sana mfalme wa Turki bana Abdul Hamid Khan sahib ambaye alifukuza kazini. Alikuwa akisema kwamba nampenda Abdul Hamid Khan kwa sababu ya kauli yake moja. Ilipokuja swali ya kupigana na Greece, mawaziri wakaleta udhuru chungu mzima. Sultan Abdul Hamid alitaka vita, lakini mawaziri walikuwa hawataki vita, kwa hiyo wao wakaleta udhuru chungu mzima. Hatimaye wao wakosema kwamba kwa ajili ya vita kuna kitu fulani pia kimekuwa tayari, na baada ya kueleza vitu vingi wakasema, wakataja kitu fulani, wakasema kwamba kitu fulani hatuwezi kutayarisha na kitu kile ni muhimu sana kwa ajili ya vita. Na wao labda walisema kwamba nchi zote za Ulaya zimejumuika kwamba zisaidie nchi ya Greece, na sisi hatuna tiba yake. Hadrat Masih Maud sallallahu wasallam alikuwa akisema kwamba wakati mawaziri walipotoa maoni yao na walipoeleza shida ya vita na wakasema kwamba kitu fulani haikipatikani, wakati ule Sultan Abdul Hamid akasema kwamba tunatakiwa tumtegemee Mwenyezi Mungu pia. Sayyidina sallallahu wasallam kwa sababu ya kauli yake hii Abdul Hamid alikuwa akisikia raha, na alikuwa akisema kwamba mimi napenda sana kauli hii Abdul Hamid. Hazrat Muslim anasema kwamba muamini anatakiwa amtegemee Mwenyezi Mungu, asitegemee juhudi yake tu. Na kweli ni kwamba muaminio hapati hali hii, hata si muaminio tu, hata mtu yeyote hapati hali hii kwamba anaweza kusema kwamba hakuna kasoro katika kazi yake na kazi yake imekamilika kwa njia zote. Mtu fulani akisema kwamba nitakamilisha kazi yangu kiasi hiki kwamba kasoro haitapatikana ndani yake, basi huyu mtu ni mwenda wazimu. Hadhrat Muslim anasema kwamba vile vile hu pia ni ujinga kwamba mtu asitegemee vifaa, yani yeye asifanye mpango wa vifaa vya kidunia. Amesema kwamba ikiwa serikali za Ulaya hazimamini Mwenyezi Mungu, waaminio pia hawamtegemei Mwenyezi Mungu. Kwa kumtegemea Mwenyezi Mungu hawafanyi kazi yoyote. Mataifa ya Ulaya yamemsahau Mwenyezi Mungu, na Waislamu pia kwa kawaida katika shughuli zao kwa jina la kumtegemea Mwenyezi Mungu hawafanyi juhudi wala bidii, au wanaanza kuleta udhuru mbalimbali. Kwa hiyo vijana wa hapa wanaleta maswali ya aina hii kwamba mataifa yaliyopata maendeleo wanapata maendeleo kwa sababu ya kuwa mbali na Mwenyezi Mungu, na Waislamu kwa kuwa watu wa dini wanaendelea kuanguka chini. Hazur anasema ukweli ni kwamba Waislamu kwa sababu ya
kuwa wavivu na kwa sababu ya kutokuwa na maoni mzuri ya tegemeo la Mwenyezi Mungu wanaendelea kudhoofika zaidi. Ikiwa hawa waislamu wakifanya juhudi kule pia hawazingatii njia iliyo sawa. Hadha Muslim Maud anasema kwamba kuna aya Qur'an kufu wa fi samaa rizqukum wa ma tu'adun, yani mbinguni kuna riziki yenu na yote mnayoahidiwa pia yatapatikana kwa mbinguni. Yule ambaye hana akili anapata udanganyifu kutoka katika hii na yeye hafanyi hila. Muamini anasema kwamba riziki yetu ipo huko mbinguni na yote mnaoahidiwa mtapata, kwa hiyo haina haja kufanya bidii. Mungu mwenyewe atatuma kila kitu, atateremsha kila kitu. Amesema ila hali katika sura Juma Mwenyezi Mungu anasema fantashiru fil arzi wabtaghu min fadlillahi, yani mtawanyike katika ardhi ya Mwenyezi Mungu na mtafute fadhila za Mwenyezi Mungu. Na kutafuta fadhila za Mwenyezi Mungu ni hii kwamba mufanye bidii na juhudi na mtumie nguvu yenu. Jambo hili ni nyambamba sana. Upande mmoja Mungu amesema mtufanye hila na upande mwingine amesema kwamba tumtegemee Mwenyezi Mungu. Tunalazimika tuzingatie kwamba hila pia zifanywe na vile vile tumtegemee Mwenyezi Mungu pia kweli kweli. Hii ni sifa halisi ya muaminio. Amesema kwamba katika hali shetani anapata nafasi ya kuchochea, yani kufanya hila na kumtegemea Mwenyezi Mungu. Katikati ya hii inatakiwa tofauti ipatikane, na katikati ya vitu hivi vyote viwili shetani anakuja na anatia wasiwasi. Na baadhi watu kwa kuanguka wanategemea vifaa vya dunia tu, na wengine wanaona kwamba uwezo wao waliopewa si kitu chochote, hawataki watumie uwezo wao. Amesema Muslim Maud, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alipokuwa akienda vitani alikuwa akijiandaa vizuri, alikuwa akichukua farasi na vifaa vingine pia pamoja naye, na baadhi wakati alikuwa akiwa ngao mbili na alikuwa akitumia chukua upanga pia, ila hali Mwenyezi Mungu alimwahidi kwamba wallahu ya'asimuka minan nas, yani Mungu atakosalimisha katika mashambulio ya watu. Basi kufanya hila vizuri, kisha tunatakiwa tumtegemee Mwenyezi Mungu vile vile katika kila jambo tu kwa kufanya bidii, kisha mtu anatakiwa amtegemee Mwenyezi Mungu, pengine msaada wa Mwenyezi Mungu haupatikani. Kuna ufunuo wa Sayyidina alayhi salatu wassalam kwamba wafalme watatafuta baraka kutoka katika mawazi yako. Hadha Muslim Maud ameeleza tafsiri yake vizuri. Amesema Hadha Muslim Maud radhiyallahu ta'ala anhu kwamba Mwenyezi Mungu mwenyewe alimfunulia Sayyidina alayhi salatu wasalam kwamba wafalme watatafuta baraka kutoka mawazi yako. Wakati huu utapakowadia, wakati wafalme watatafuta baraka kutoka kwa nguo mawazi ya Sayyidina alayhi salatu wasalam, hadhi Muslimu anawahutumia wale ambao walikuwa mbele yake kwamba ni nani ambaye hatatafuta baraka kutoka kwenu. Mawazi si kitu kinacho uhai, lakini nyinyi ni hai. Wale walikuwa mbele wa Sayyidina Muslimu radhiyallahu anhu, wengine walikuwa masahabi, wengine walikuwa tabi. Alisema ni nani ambaye hatatafuta baraka kutoka kwenu, kwa sababu mawazi hayana maisha, lakini nyinyi mna uhai. Wakati huu utakapofika kwamba ufalme watatafuta baraka kutoka kwa mawazi ya Sayyidina alayhi salatu wasalam, wakati ule lazima watu watatafuta baraka kutoka kwa masahaba wa Sayyidina alayhi salatu wasalam pia. Je, hamkuona kwamba Hazrat Imam Abu Hanifa radhiyallahu ta'ala anhu alikuja baada ya karne nyingi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lakini wafalme wa Baghdad walikuwa wakitafuta baraka kutoka kwake. Tena si kutoka kwake tu, walikuwa wakitafuta baraka bali kutoka kwa wafuasi wake, wanafunzi wake pia walikuwa wakitafuta baraka. Basi nyinyi muendelee kufanya maombi kwamba baada ya kupata nguvu isije mkaanza kufanya dhuluma.
na sifa hii ya kuwa wenye watu wa amani isiwe mema ya kujilazimisha, usiwe mema ya aina hii kwamba mlazimika kufanya mema ule, bali inatakiwa kwa kweli kweli mufanye mema. Amesema ikiwa baada ya kupata nguvu na uwezo mtakuwa wadhalimu, basi upole wenu wa siku hizi pia utaenda bure, na Mungu atasema kwamba zamani mulikuwa hamna uwezo, ndio maana nyinyi hamkufanya dhuluma. Sasa mimi nimewapatieni nguvu na uwezo, mumeanza kufanya dhuluma. Basi pamoja na kusherekea furaha, muendelee kufanya istighfar pia, na muendelee kufanya maombi kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengine pia. Hazur anasema kwamba jambo hili ni muhimu sana. Siku hizi tunazungumza kuhusu amani na usalama. Wakati tutakapopata uwezo na nguvu, wakati wafalme watakapokuwa Waahmadiyya na watapata baraka, wakati ule inatakiwa ujumbe wetu wa usalama uende, na wakati ule inatakiwa mapenzi yaene. Pengine upole wenu wa siku hizi yatakuwa maneno tu. Amesema kwamba ufunuo huu wa Sayyidina alayhi salatu wassalam utalazima utatimia usemao wafalme watapata ufalme baraka kutoka kwa mawazi yako. Sasa ufalme unaendelea kuisha, lakini rais na waziri mkuu pia ni wafalme. Kwa hiyo waziri mkuu wa Russia na rais wakijiunga na jumuiya, wao pia ni wafalme, na wakitafuta baraka kutoka kwa mawazi Sayyidina alayhi salatu wassalam pia ni sawa na bishara hii, na wao watatafuta baraka katika mawazi ya Sayyidina alayhi salatu wassalam, wakati sisi tutatafuta baraka kutoka kwa vitabu ya Sayyidina alayhi salatu wassalam. Yani wafalme watatafuta baraka katika mawazi ya Sayyidina alayhi salatu wassalam, wakati sisi ambao ni wafuasi wa Sayyidina alayhi salatu wassalam, sisi ambao tumetangulia kujiunga na jumuiya kabla ya wafalme hawa, nyinyi mutafute baraka kutoka kwa vitabu vya Sayyidina alayhi salatu wassalam. Na kutafuta baraka katika vitabu ni kusoma vitabu na kutafuta elimu, na mjue mambo ambayo ni muhimu kuhusu Islam. Amesema wakati nyinyi mkianza kutafuta baraka kutoka katika vitabu vya Sayyidina alayhi salatu wassalam, Mungu atafanya mpango ya aina hii kwamba wafalme watatafuta baraka kutoka mawazi ya Sayyidina alayhi salam. Yani mahubiri yataenea na wafalme watajiunga na jumuiya na watatafuta baraka kutoka katika mawazi ya Sayyidina alayhi salam. Kisha Hazrat Muslim alihutubia anjuman kwamba kuna mawazi ya Sayyidina alayhi salatu wassalam, vile vile kuna tabarukat mingine ya Sayyidina alayhi salatu wassalam. Vitu hivi havilindwi vizuri, lakini huzuri anasema kwamba siku hizi katika Qadian na Rabwa kazi hii imefanyika vizuri siku hizi. Wakati ule Hazrat Muslim alikumbusha Anjuman Ahmadiyya kwamba ni jukumu lake kwamba tabarukati ya Sayyidina alayhi salatu wassalam zilindwe vizuri. Hazrat Muslim alisema kwamba kwa ajili ya kulinda mawazi ya Sayyidina alayhi salatu wassalam, madaktari na wale ambao ni wazoefu wa kazi hii wanatakiwa waje na wao washauriane kwamba namna gani tunaweza kulinda mawazi ya Sayyidina alayhi salatu wassalam. Mawazi ya Sayyidina alayhi salam yawekwe katika vioo ile vilindwe kwa miaka na miaka, au mawazi yatume katika nchi ambapo wadudu hawali mawazi kama ni nchi ya Marekani, ili vizazi vijacho vipate baraka kutoka kwa mawazi ya Sayyidina alayhi salatu wassalam. Hazrat Muslim akasema kwamba baada ya kifo cha Sayyidina alayhi salatu wassalam, mama alikuwa na hamu kwamba mimi kwa sababu ya kuwa mkubwa nipate pete ya Sayyidina alayhi salatu wassalam isemayo ala sallallahu bikafin abdahu. Sisi tulikuwa ndugu watatu na Sayyidina alayhi salam alikuwa na pete tatu. Kwa kuwa na hamu hii ya Hazrat Ammajan akaweka kura, na kura iliwekwa mara tatu, na kila mara pete ya alayhisallah ilikuja katika kwa jina langu, na pete ingine ilitoka kwa jina la Mirza Bashir Ahmad Saheb, na pete ya tatu aliowaa Sayyidina alayhi salatu wassalam. Wakati alipofariki juu yake iliandikwa Maula Abbas, na mara tatu kura ilipopigwa ilitoka kwa jina la Mirza Sharif Ahmad Saheb.
sasa angalieni, huu ni mpango wa Mwenyezi Mungu. Kura inaweza kupigwa mara moja na inaweza kutoka jina kwa bahati, lakini mara 3 kura ilipopigwa kila mara pete ile ya lasla ilikuja kwa jina langu, na pete ingine isemayo garastu laka biyadi ilikuja kwa jina la Hadrat Mirza Bashir Ahmad Saheb. Hadrat Muslimud anasema mimi nilinuia kwamba pete hii alayhisallam nitamkabidhi jumuiya, lakini sasa mimi nawezaje kukabidhi pete hii jumuiya wakati nyinyi hamna mpango wa kulinda vizuri pete hii? Madamu jumuiya haichukui dhamana ya kulinda pete hii, mimi siwezi kukabidhi jumuiya. Ikiwa nawapatia watoto wangu pete hii, wao watalinda pete hii kama ni mali yao, lakini napenda nisiwapatie watoto wangu pete hii, bali nikabidhi jumuiya pete hii. Kwa ajili ya hii nimependekeza pendekezo moja kwamba picha ya pete hii ichukuliwe, kisha picha ya pete ichapwe kwa nyingi sana, kisha pete pia tayarishwe, lakini kabla ya kuweka aksi ya alayhisallam, aksi ile iwekwe katika mtungi moja. Hivi pete zote zitapata baraka kutoka katika pete ya Sayyidina alayhi salatu wassalam. Yani katika pete mpya itakuwa aksi na baraka ya pete ya Sayyidina alayhi salatu wassalam, na pete hizi zirumbiwe katika nchi mbalimbali kama Marekani, Uingereza, Switzerland na katika nchi zingine, ili katika kila nchi tabaruki ya Sayyidina alayhi salatu wassalam iwe baki. Kisha baadaye Hadrat Muslimud aliamua kwamba pete ya alayhisallam ikabidhiwe uhalifa, na alisi kwamba pete yake apatiwe halifa atakayekuja baadaye. Anasema kwamba mimi nilipata maandiko ya Sayyidina alayhi salatu wassalam ya zamani, nilituma Indonesia maandiko haya ili maandiko yalindwe na jumuiya pia yapate baraka. Huzur anasema kwamba watu wa Indonesia wanaweza kuniambia kwamba je, wamelinda maandiko haya ya Sayyidina alayhi sallam au la? Amesema Hadrat Muslimu katika Ufunuo kuna maneno ya mawazi, yani wafalme watatafuta baraka kutoka katika mawazi ya Sayyidina alayhi salatu wassalam. Kwa hiyo tunatakiwa tutume mawazi ya Sayyidina alayhi salatu wassalam mahali ambapo wadudu hawali mawazi, ili walindwe kwa muda mrefu. Kisha aliwasihi vijana kwamba wao waje mbele, wanawazingatie jukumu lao, kwa sababu mpango mpya na elimu mpya watoto wanajua vizuri, vijana wanajua vizuri, kwa sababu wao watakuwa wasomi, na sawa na mafundisho na elimu ya kisasa wao watahudumu Islamu vizuri. Ili kwa kufanya hivi nyinyi pia mshuhudie siku ile kwamba nchi chungu mzima zimeamini dini ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadrat Muslimu radhiyallahu ta'ala anhu anaeleza namna gani Sayyidina alayhi salam alikuwa akiandika vitabu. Wakati ule vifaa vilikuwa vichache sana. Hadrat Muslimu radhiyallahu ta'ala anhu kwa kueleza hali iliyokuwa wakati ule, anaeleza namna gani maandishi walikuwa wakimsubua Sayyidina alayhi salatu wassalam. Kuhusiana na hii anasema kuhusu Mir Mahdi Hasan Saheb alikuwa si mwanajumuiya mwanzoni. Wakati alipokuwa si mwanajumuiya, anaeleza hali yake wakati wa Sayyidina alayhi salatu wassalam. Huyu bana alikuwa msimamizi wa kuchapa vitabu vya Sayyidina alayhi salatu wassalam. Kitabu chochote cha Sayyidina alayhi salatu wassalam kilikuwa kikitoka, alikuwa akisoma vizuri kitabu kile. Ikiwa kosa ndogo alipokuwa akipata, ye alikuwa akichana kitabu kile na alikuwa akichapa kitabu kipya. Na katika muda huote wachapaji walikuwa wakikaa tu. Wakati ule kulikuwa hakuna kompyuta kwamba waliweza kufanya kazi mara moja. Hata siku hizi kompyuta inapatikana, lakini bado makosa yalikuwa yanapatikana. Lakini kitabu kipya kilipokuwa kikipatikana, na yeye alipokuwa akipata kosa lingine, alikuwa hatoi kile kitabu. Yeye alikuwa hatoi kitabu mpaka alikuwa na akipata uhakika kwamba hakuna kosa katika kitabu kile.
sayyidina alayhi salam alikuwa akisema kwamba kwa nini muda mrefu umechukua kwa kuchapa kitabu hiki. Alikuwa akisema kwamba hazur kuna makosa mengi sana katika maandishi. sayyidina alayhi salam pia alikuwa akitaka kitu safi kabisa. kwa hiyo yeye alikuwa hajali kwamba watumishi na wafanyakazi wamekaa bure na wanachukua mshahara bure bila kufanya kazi. Yeye alikuwa hajali kwamba maandishi au wafanyakazi wengine wamekaa bure, lakini sayyidina alayhi salam alikuwa akitaka quality nzuri. Alikuwa akisema ni sawa hata kama katika hali hao wafanyakazi wanakaa bure bila kazi, ni pia haina wasiwasi. sayyidina alayhi salam alikuwa na hamu kwamba kitu kizuri kiletwe mbele ya watu. vile vile sayyidina alayhi salam alikuwa na tabia hii kwamba ikiwa kosa likipatikana katika kitabu alikuwa kichana kitabu kile na alikuwa akisema kwamba andikieni tena kitabu hiki. maandishi alikuwa akiandika tena kile kitabu na alikuwa akichana mara kwa mara mpaka alikuwa akihakikisha kwamba kitabu kimeandikwa vizuri. na wale waandishi ambao walikuwa wakiandika vitabu vya sayyidina alayhi salam mwanzoni walikuwa si wanajumuiya, baadaye wakajiunga na jumuiya. hata mtoto wake pia akajiunga na jumuiya. alikuwa na sifa moja yule maandishi kwamba alikuwa anamheshimu sana sayyidina alayhi salatu wassalam, na sayyidina alayhi salam pia alikuwa akimheshimu. licha ya kuwa na hii kwamba yule bana alikuwa si mwanajumuiya, lakini wakati wote sayyidina alayhi salam alipotaka kuandika kitabu, yani maandishi ya kitabu, yule bana alikuwa akiitwa kule Qadian kwa ajili ya kuandika maandishi. wakati ule mshahara ilikuwa ndogo, maandishi alikuwa akipata rupia 25 na vile vile alikuwa akipata allowance kwa ajili ya chakula. yule maandishi alikuwa na tabia hii kwamba kazi ilipokuwa ikifika karibu kukuisha alikuwa akija kwa sayyidina alayhi salatu wasalam na alikuwa akisema kwamba hazur, nimekuja kwa ajili ya kukusalimia, naomba ruhusa niende nirudi nyumbani kwangu. sayyidina alayhi salam alikuwa akiuliza, kwa nini unaenda haraka, vitabu vinachapwa, kwa nini unataka kwenda nyumbani, na sisi tunahitaji vitabu na tunahitaji maandishi. yeye alikuwa akisema kama nalazimika kwenda nyumbani. sayyidina alayhi salam alikuwa akisema, kwa nini unaenda? alikuwa akisema kwamba hapa nalazimika kupika chakula na muda mwingi unatumika katika hii, sasa mimi niandike vitabu au nipike chakula? sayyidina alayhi salam alikuwa akimwambia kwamba basi mimi nitapanga chakula chako kutoka katika nyumba ya wageni. kwa hiyo alikuwa akipata mshahara na vile vile alikuwa akipata chakula pia kutoka katika nyumba ya wageni. baada ya siku chache alikuwa akija tena kwa sayyidina alayhi salam, alikuwa akisema kwamba nimekuja kukusalimia, naomba ruhusa. sayyidina alayhi salam alikuwa muuliza, kwa nini unarudi? akasema kwamba chakula hii cha nyumba ya wageni si chakula nzuri, hata boga si nzuri. hazuru anasema hata boga ya aina hii inapikwa hapa pia, na baadhi wakati hawa wanatia pilipili sana, mimi siwezi kula, na kwa kula chakula hiki mimi siwezi kufanya kazi hii. sayyidina alayhi salam alikuwa akimuuliza, basi niambie nifanye nini? alikuwa akisema kwamba nipatie fedha zaidi kwa ajili ya chakula, kwa hiyo ni bora nipike chakula mimi mwenyewe badala ya kula katika nyumba ya wageni. sayyidina alayhi salatu wasalam alikuwa akiongeza rupia 10 zaidi, na alikuwa akisema kwamba sasa utapata rupia 45. kisha baada ya siku 10 tena yule bana alikuwa akimjia sayyidina alayhi salam, alikuwa akisema, nimekuja kukusalimia, naomba ruhusa kwenda nyumbani, hapa usiku mzima napika chakula, siwezi kufanya kazi. sayyidina alayhi salam alikuwa akimuuliza kwamba nifanye nini, niambie nifanye nini? alikuwa akisema, afadhali upange chakula changu katika nyumba ya wageni. akasema sawa, na alikuwa akiongeza rupia 10 hivi. alikuwa akifanya kazi siku chache, na tena alikuwa akimjia sayyidina alayhi salam na alikuwa akisema kwamba naomba ruhusa kwenda nyumbani. sayyidina alayhi salam alikuwa akimuuliza kwamba kwa nini unataka kurudi? alikuwa akisema kwamba mimi siwezi kula chakula kutoka katika nyumba ya wageni, wewe nipatie rupia 10 basi mimi mwenyewe nitapanga chakula. sayyidina alayhi salam aliongeza rupia 10 ikawa 55. yule bana alimzoesha mtoto wake kwamba mimi nitakimbia nyuma yako kwa kushika bakora, nitakupiga na uingie katika chumba cha sayyidina alayhi salatu wasalam. na alikuwa akifanya hivi, alikuwa akikimbia nyuma ya mtoto wake, na yule mtoto wake alikuwa akiingia katika chumba cha sayyidina alayhi salatu wasalam, na mtoto alikuwa akipiga kelele, na baba yake pia alikuwa akifika pale. sayyidina alayhi salam alikuwa akimuuliza, kwa nini unampiga huyu mtoto wake, sababu yake ni nini? akasema kwamba kama siku 7-8 iliyopita nilimnunulia viatu, lakini huyu amepoteza viatu vyake.
kaa kimya. Baadaye nilimnunulia tena viatu. Sasa mimi sina uwezo wa kumnunulia viatu kila mara, kwa hiyo sasa nitamuadhibu. Ikiwa sitamuadhibu leo, yeye atapoteza tena viatu. Sayyidina alayhi salam alikuwa akimuuliza, niambie bei ya viatu ni kiasi gani? Alikuwa akisema rupiah 3. Sayyidina alayhi salam alikuwa akisema kwamba chukua hii rupiah 3, usimpige mtoto wako. Baada ya siku kadhaa alikuwa akimjia tena Sayyidina alayhi salatu wasalam kwa kumpiga mtoto wake. Yule mtoto pia alikuwa akipiga kelele. Sayyidina alayhi salatu wasalam alikuwa akimuuliza kwamba kwa nini unampiga mtoto wako, na alikuwa akisema kwamba mimi nilikuacha mara ya mwisho kwa sababu ya Sayyidina alayhi salam, leo sitakuacha. Sayyidina alayhi salam alikuwa akimuuliza kwa nini unampiga mtoto wako leo? Huyu mtoto wangu amepoteza tena viatu vyake, mimi siwezi kumnunulia tena. Kwa Sayyidina alayhi salam alikuwa akimpatia tena rupiah 3, na alikuwa akisema kwamba mimi sitaki kumwacha, lakini kwa sababu yako wewe mimi nimemwacha. Aliendelea kufanya hivi, lakini alikuwa mahiri katika maandishi. Kwa hiyo Sayyidina alayhi salam alikuwa akimwambia aandike vitabu vyake. Sayyidina alayhi salam alikuwa hapendi kwamba mtu wa kawaida ambaye maandishi yake si mzuri aandike vitabu, kwa sababu ya hii athari ya vitabu inapungua. Hazur anasema kwamba hii ni jambo la kutania, lakini katika tukio hili kitu ambacho kimeelezwa ni hii kwamba Sayyidina alayhi salatu wasalam alikuwa akijali sana kuhusu maandishi ya vitabu vyake. Yani alitaka kitu kizuri kiletwe mbele ya maadui wa Islam na mbele ya watu wengine, ili watu wajue kuhusu mafundisho mazuri ya dini tukufu ya Islam. Basi tunatakiwa tusome vitabu vya Sayyidina alayhi salatu wasalam. Kwa sababu ya kusoma vitabu hivi elimu yetu ya dini itaongezeka, na vile vile tutapata shauku ya kufanya mahubiri, na vile vile baraka itapatikana katika elimu yetu, na sisi tutaweza kuleta dunia chini ya bendera ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baraka hasa ni hii kwamba wafalme wajue kuhusu mafundisho sahihi ya dini tukufu ya Islam, kisha wao waishi sawa na mafundisho haya. Pengine wapo wengi, hata tunaweza kusema kwamba takriban wote waislamu, wafalme wa Islamu ni wa aina hii, ambao wanafanya mafundisho vitendo kinyume na mafundisho ya dini tukufu ya Islam. Kwa mdomo wanasema Islam, lakini mioyo yao inatafuta masilahi ya nafsi zao, wanafanya dhuluma. Basi wakati kwa kumpitia Sayyidina alayhi salatu wasalam Islam itakapoenea, na kwa kupitia mawazi Sayyidina alayhi salam watu watapata baraka, na wafalme watakaojiunga na Islam kwa kumpitia Sayyidina alayhi salam wao watajiunga na Islam kwa kuelewa mafundisho sahihi ya dini tukufu ya Islam, na hii ndiyo ni baraka hasa. Na kwa ajili yake hii sisi pia tunatakiwa tujue kuhusu mafundisho sahihi ya dini tukufu ya Islam, kisha sawa na mafundisho haya tufanye mahubiri. Vijana pia wanatakiwa wazingatie kazi hii na jukumu hili, ndipo ufunuo huu wa Sayyidina alayhi salatu wasalam, yani wafalme watatafuta baraka kutoka katika mawazi yako, tutajua uhakika wake, tutaelewa maana yake ni nini, na vile kwa sababu ya tutaboresha mahubiri yetu. Mwenyezi Mungu atujalie sisi tuweze kuelewa jambo hili vizuri. Halifa mtukufu anasema baada ya swala ya Ijumaa nitaswalisha janaza kadhaa. Janaza 2 ni hapa na moja ni ghaibu. Janaza moja ni ya Bana Abdul Aziz Dogar Saheb, ambaye alikuwa akiishi katika Coventry tangu muda fulani. Tarehe 11 Januari 2016 alifariki katika umri wa miaka 86. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Alikuwa mtoto wa Master Chiragdin Saheb, alikuwa sahaba wa Sayyidina alayhi salatu wassalam. Alikuwa akiishi karibu na Qadian katika kijiji kiitwacho Khara. Master Chiragdin Saheb alikuwa class fellow wa Mirza Bashir Ahmad Saheb radhiyallahu ta'ala anhu. Baba yake alifanya bayat kwa mkono wa Sayyidina alayhi salatu wassalam. Katika kijiji chake jumuiya iliingia kwa kumpitia babu yake.
bana chodhi abdul aziz dogar saheb pia maisha yote alihudumia jumuiya. mwanzoni takriban miaka 31 pamoja na Hazrat Muslim radhiyallahu ta'ala anhu katika duka la dawa alifanya kazi. Hazrat Muslim katika duka la dawa ya Sina Muslim radhiyallahu ta'ala anhu alifanya kazi, na Hazrat Muslim alimfundisha mambo ya matibabu. wakati wa halifa wa 4 alienda Gambia na Germany kwa ajili ya kusimamia kazi ya ujenzi. kwa hivi alisimamia kazi ya ujenzi ya jumuiya. alipokuwa katika Rabwa katika ofisi ya Khudamul Ahmadiyya aliwahi kuwa muhtamim mukami. kwa miaka kadhaa alifanya kazi katika Tahrika Jadid. pia 1974 alifungwa gerezani kwa sababu ya kuwa mwanajumuiya. 1999 alihamia Coventry kutoka London kule mpaka kifo chake. Sekretari tarbia na sekretari wasaya aliendelea kufanya kazi mpaka kifo chake. na kwa kuwa na hali kwamba alikuwa mgonjwa na alipata maradhi ya aina mbalimbali, lakini alikuwa akishiriki hafla zote za jumuiya, mikutano yote ya jumuiya. nilipokuwa nikienda Germany na nchi yoyote ya Ulaya alikuwa akifika kule. hivi karibuni alikuwa mgonjwa, lakini nilipokwenda Holland alienda kule pia katika sherehe ya parliament. aliandika vitabu kadhaa, Sirat Hazrat Majana, Sirat Hazrat Mirza Sharif Ahmad Saheb, vile vile maombi ya Sayyidina alayhi salatu wassalam. na kuna Aqwale Zarni, kitabu cha Hazrat Zafrullah Khan Saheb, yeye alichapa kitabu hiki. alikuwa mtu mnyenyekevu sana na mtu mwema sana. alikuwa akipenda sana uhalifa na alikuwa mtiifu wa uhalifa. alikuwa musi kwa fadhila za Mwenyezi Mungu. ameacha mabinti 4 na watoto wa kiume 3. watoto wake pia katika Germany wanatumikia jumuiya, na binti yake moja pia hapa ni sadalajna wa jumuiya fulani. ndugu yake Tayyib Saheb anasema kwamba 1947 wakati alipohamia Pakistan alimbeba mama yake kutoka Qadian mpaka Sialkot. alimbeba mama yake katika mabega yake. Hadhrat Khalifa wa 4 alieleza tukio lake hili katika hutuba yake fulani. kijiji chake kilikuwa Khara karibu na Qadian. yeye aliendelea kulinda Qadian kwa ushujaa sana. alilinda kina mama kule. Hazrat Muslim radhiyallahu ta'ala anhu kwa ajili ya ulinzi wa darweshan wa Qadian alitayarisha kundi moja kwa ajili ya kuwasiliana na viongozi wa serikali. Hazrat Mirza Bashir Ahmed Saheb alikuwa kiongozi wake. Bana Abdul Aziz pia alikuwa member wa kamati ile. Elias Munir Saheb anasema kwamba alikuwa kiongozi wa usimamizi, lakini alikuwa akifanya kazi kama ni mfanyakazi wa kawaida. nilimuona alikuwa akienda katika maduka mbalimbali kwa ajili ya kupata vitu vizuri kwa bei nafuu ili jumuiya ifaidike. alikuwa akipenda sana uhalifa na hii ilikuwa sifa yake maalum. wakati fulani mguu wake ulikuwa unaumia, akasema kwamba mguu huu ni ya muda, haiwezi kuwa kwa muda mrefu, kwa sababu katika mguu wangu huu wa kulia wakati fulani Muslim radhiyallahu ta'ala anhu aliweka mguu wake na alipanda juu ya farasi. kwa hiyo mguu wangu huu hauwezi kupata maradhi kwa sababu ya baraka ile. kwa fadhila za Mwenyezi Mungu aliendelea kutembea. wakati fulani alipata majaribio pia katika maisha yake, lakini kwa fadhila za Mwenyezi Mungu, kwa utii wa hali ya juu, alilinda imani yake. Mwenyezi Mungu amghofirie na amrehemu na ampatie nafasi katika miguu ya wapendwa wake, na awajalie watoto wake wao pia waendelee kuwa watiifu wa jumuiya. jeneza ya pili ni ya Bi Iqbal Nasim Bhatt Sahiba. alikuwa mke wa Ghulam Sarwar Bhatt Saheb.
tarehe 13 wa januari katika umri wa miaka 94 amefariki. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. alikuwa mjukuu wa karamalai ambaye alikuwa sahaba wa sayyidina alayhi salatu wassalam. mira alikuwa mjukuu wa mira baksh saheb. alikuwa daughter in law wa mira baksh saheb ambaye kwa ajili yake sayyidina alayhi salatu wassalam aliandika shairi moja. huyu bibi alikuwa mwema sana, mtu alikuwa akitoa huduma kwa ajili ya watu wote, alikuwa akipenda sana uhalifa. alikuwa musia, ameacha watoto wa kiume 3 na mabinti 2. mpwa wake moja aitwaye Nasimbat ni regional amir. Mwenyezi Mungu amghofirie na amrehemu. jeneza moja ni ghaibu, ni abi Sadika Begum sahaba, mke wa Qureshi Abad sahib wa Qadian. tarehe 6 wa Januari 2016 alifariki baada ya maradhi ndefu katika umri wa miaka 89. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. alikuwa mjukuu wa Munshi Meherdim saheb Patwari. alikuwa sahaba wa sayyidina alayhi salatu wassalam na alikuwa binti wa Hakim Ubaidullah saheb. aliolewa kabla ya kupatikana Pakistan. baada alihamia Pakistan kwa miaka kadhaa na baadaye akarudi tena Qadian na akaanza kuishi pamoja na mume wake mpaka alipofariki. aliishi kwa subra sana na alikuwa akimtegemea sana, na katika hali ile ya darweshi aliishi kwa subra sana. alifanya wasia. alikuwa si mtajiri sana, lakini alikuwa akishiriki katika michango yote ya jumuiya. alikuwa ni msaliaji wa tahajjud na alikuwa mcha Mungu sana. aliwasomesha watoto wa mtaa Qur'ani tukufu. alikuwa akipenda sana uhalifa, alikuwa kitii sana uhalifa. ameacha watoto wa kiume 2 na mabinti 5. mtoto wake mmoja Qureshi Afzal saheb ni naib nazir irshad wa Qadian, na Bashir Ahmadullah saheb ni mtoto mmoja mwingine ambaye ni auditor kule Qadian. mkwe wake mmoja ni kule Qadian anayetumikia jumuiya, na mkwe wake mmoja ni kule Lahore ni mbashiri. Mwenyezi Mungu apandishe madaraja ya huyu marehemu, awajalie watoto wake pia waendelee kuitumikia jumuiya. Amin. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.